hawa Somaliland kuwa huru alafu wabebeshwe mzigo huo wa kuletewa Palestina? Wapalestina na kile walichopewa, Wapalestina sio mzigo kwao, na kile ambacho walipewa zaidi ya miaka 34 wanatafuta kutambulika. Yani ulikuwa unatamani ununue bajaji, leo hii imekuja ghafla unamiliki semi trailer. Sijui utahisi kuwa nilikuwa, manake malengo yalikuwa angalau nipate bajaji, lakini sasa kimekuja unamiliki semi trailer. Sijui unaweza ukaona kitu tofauti, kwa sababu Somaliland walikuwa wako tayari kuipa Ethiopia zaidi ya hekari 50 kwa ajili ya Ethiopia kwenye bahari, angalau tu kwa Ethiopia iweze kuwatambua. Ethiopia hana ushawishi huo ambao walionao Israeli. Leo hii mwisho kabisa, yani wanasema end of the point, ni Israel na Marekani ndio wako mwisho kabisa, wamegota, ndio wanakuja kuitambua Somaliland. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna mahitaji ya kisiasa ambayo unaweza kusema kwa Somaliland wamefanikiwa sana, yani sana, sio kidogo. Lakini kuna lile ambalo wanasema ni kusudio ambalo linaishi kwenye mioyo ya Wasomali, ile hali ya kuwaunga mkono wa Palestina na kuto kusalitiwa kwa Palestina. Lakini imeonyesha picha tofauti, kwa sababu baada ya lile tangazo maandamano makubwa yamefanyika. Vijana wa watu na mbalimbali wameingia kwenye mitaa ya Hargeisa, wamebeba hadi bendera za Israeli ambazo kwenye nchi zingine zinakanyagwa, lakini wamezipepea, wanapeperusha kufurahia lile jambo. Sawa. Kwa ufupi sana ili tukuache ukaendelea na majukumu mengine, tunajifahamu kwamba kule TV pia unahitajika. Wa Somaliland wanapotaka kusafiri nje ya nchi wanatumia nini? Wanatumia pasipoti ya Jamhuri ya Somali. Ambayo inatambulika. Huwezi kusafiri na pasipoti ya Somaliland. Lakini ipo pasipoti yao ambayo ni local tu, ambayo haifanyika. Wao wana fedha, wana currency yao, wana bendera, wana wimbo wa taifa, hadi pasipoti wanayo, lakini pasipoti yao ni hii tu ya hapo tu karibu. Lakini wanapotaka kusafiri kwenda mbali Somaliland, huwezi kutumia pasipoti ya Somaliland kwa sababu ni eneo ambalo halifahamiki. Sawa.